sauti tofauti, lakini tunamtukuza Bwana vile vile. Basi tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa uaminifu wako na baraka zako. Mioyo yetu imejaa shukrani kubwa, tukijua na kutambua kwamba leo ni tarehe ya mwisho katika mwezi huu wa Septemba. Na Baba, tukitazama jinsi ambavyo umekuwa pamoja na sisi mwezi mzima, umetupa chakula, umetupa afya njema, umetupa ulinzi, umetupa neema ya kukupenda wewe, umetuepusha na dhambi, na umetupa neema ya kuingia nyumbani mwako na kujifunza. Mioyo yetu imejawa na shukrani kubwa. Asante kwa kibali na neema uliotupa ya kufika nyumbani mwako jioni ya leo. Tuko tayari kujifunza kutoka kwako. Roho Mtakatifu, tunaomba uwepo wako, Bwana. Hatuhitaji kitu kingine chochote zaidi ya uwepo wako saa hii, katika jina la Yesu Kristo aliye hai na kwa damu ya mwana kondoo tunaomba na kukushukuru. Amen. Amen. Basi nitumie fursa hii kuwakaribisha wote katika siku ya pili ya semina yetu na mfungo, miongoni mwa siku 5 ambazo Bwana ametupatia katika huu mwezi wa 9 kuelekea mwezi wa 10. Na semina yetu imebebwa na kichwa chenye maneno yanayosema umuhimu wa karama ya kupambanua roho katika maisha ya Mkristo. Umuhimu wa karama ya kupambanua roho katika maisha ya Mkristo. Neno linalobeba semina ni ile kupambanua roho, kupambanua roho. Hiyo ni keyword, ni neno lenye uzito, ni neno lenye ufunguo. Sasa jana tulisema kwamba kupambanua maana yake ni kupima ili kuthibitisha ubora wa kitu. Tukasema kupambanua ni kuchunguza kwa makini ili kuona kama kitu ni sahihi, cha kweli au halali. Kupambanua tukasema ni kukubali kitu baada ya kuthibitisha uhalali wake. Sasa nikupe mfano. Kuna wazo limekuja kwenye akili yako, wazo limeingia. Kabla hujalifanyia kazi, kabla hujalipeleka au likakupeleka kwenye maamuzi, kwa sababu maamuzi yako yote, ukitaka kutukana mtu, ukitaka kupiga mtu, ukitaka sijui kumsaidia mtu, kwanza inaanza kwenye akili, kwenye ufahamu, kwenye mawazo. Kwa hiyo wazo linakuja ukamtukane mtu, wazo linakuja ukamsaidie mtu, wazo linakuja ufanye biashara fulani. Sasa katika kupambanua manake utalipima hilo wazo ili kuthibitisha ubora wake, kwamba hilo wazo lina ubora kiasi gani, linajenga ndoa yangu au linabomoa ndoa yangu. Hilo wazo linaimarisha mahusiano na jirani yangu au linaharibu mahusiano na jirani yangu. Unalipima kuthibitisha ubora wake. Ukiona kwamba linaharibu mahusiano, unajua halina ubora, manake umepambanua, umeweza kutofautisha jema na baya. Lakini unalichunguza hilo wazo kwa makini ili kuona kama lina uhalali, kama hilo wazo ni la kweli, kama hilo wazo ni sahihi kulingana na mapenzi ya Mungu. Lakini pia utalikubali hilo wazo baada ya kuthibitisha uhalali wake. Sasa unaliruhusu lile wazo linakupeleka kwenye kufanya maamuzi sasa, kwamba mimi namuoa huyu mwanamke. Kwa sababu gani? Wazo lililokuja nimelichunguza, nimelipima, ni wazo sahihi, nalifanyia kazi, nalitekeleza. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni baya, basi unakuwa unalipinga. Sasa nikasema jana, miongoni mwa mistari muhimu sana, na ningependa niirudie kwenye ile wa Korinto wa pili sura ya 11 mstari wa
wa 3 mpaka wa 4 anasema, lakini nachelea kama yule nyoka alivyomdanganya Hawa kwa hila yake, asije akawaharibu fikra zenu, mkauacha unyofu na usafi kwa Kristo. Maana yeye ajaye akihubiri Yesu mwingine ambaye sisi hatukumuhubiri, au mkipokea roho nyingine msioipokea, au injili nyingine msioikubali, mnatenda vema kuvumiliana naye. Paulo anawakejeli kidogo hapa kwamba kama msipopinga mambo haya, basi mnafanya vema kuvumiliana na mtu huyo anayewaletea Kristo mwingine, anawaletea roho nyingine, anawaletea na injili nyingine, alafu bado hamwezi kupinga mtu huyo, bado hamwezi kukataa. Anasema basi mnafanya vema kumstahimili, kuvumiliana naye. Anawakejeli. Na nikakwambia kwamba shetani alipokuja kwa Adam na Hawa, alipokuja kwa Hawa, mwanzo kabisa alipita kwenye fikra, alipita kwenye ufahamu, alipita kwenye mawazo, akaharibu uwezo wa kutafsiri, uwezo wa kupambanua kwamba wazo hili ni jema au ni baya. Akaharibu huo uwezo. Na ndio maana Hawa alipoambiwa kwamba ukila tunda hili hutakufa, alishindwa kupambanua na kujua kwamba hili neno hili haliko sahihi kulingana na Mungu alivyoniambia, kwa sababu adui aliharibu uwezo wake wa kufikiri, aliharibu uwezo wake wa kupambanua na kutenganisha neno alilosema Mungu na neno ambalo limesemwa na watu, neno alilosema Mungu na alilosema shetani. Alishindwa kupambanua kwa sababu huo uwezo uliharibiwa. Sasa Paulo kwenye vifungu hivi na yeye anasema hivyo. Anasema nachelea. Maana yake kuchelea ni kuogopa. Naogopa kwamba shetani asije akawafanyia kitu kama alichomfanyia Hawa, akaharibu nini? Fikra zenu. Alafu akakuletea wazo ambalo haliendani na mapenzi ya Mungu, ukalikubali na kulitekeleza. Ili ukifanya hivyo utauacha unyofu na usafi kwa Kristo. Maana yake utakuwa umekwenda nje ya mapenzi ya Mungu. Hiyo ndio hofu ya Paulo. Anasema kwamba kama mtu mwingine akija, niongezee sauti kidogo, kama mtu mwingine akija akiwaletea Yesu mwingine, hebu note ile neno Yesu mwingine, alafu hamna uwezo wa kupambanua, manake mtamfuata huyo Yesu mwingine, mtaharibikiwa kama ambavyo Eva aliharibikiwa. Akiwaletea roho nyingine mkashindwa kupambanua, mtaharibikiwa kwa kuifuata hiyo roho kama ambavyo Hawa aliharibikiwa. Akiwaletea injili nyingine ambayo imejaa shuhuda tu za wanadamu, story tu, haina neno la Mungu, injili ambayo haina maonyo ya dhambi, injili ambayo ni mafanikio tuna utajiri. Paulo anaita hiyo ni injili nyingine. Akiwaletea hiyo na hamwezi kupambanua, mkaikubali hiyo, maana yake mtapotea kama Hawa alivyopotea. Anasema naogopa. Ndio maana mimi siku zote na nakuomba wewe ufanye hivi, na huwa naombea ufahamu wangu na akili yangu kwamba Bwana, nanyunyiza damu ya Yesu kwenye ufahamu wangu. Adui asipenyeshe kitu ambacho au wazo ambalo litanisukuma kwenda kufanya maamuzi yatakayovuruga ndoa yangu, kwenda kufanya maamuzi yatakayovuruga mahusiano yangu na watoto wangu. Nisaidie. Na ndio maana huwa sina haraka kwenye kufanya maamuzi, kwa sababu adui akikuletea wazo tu alafu anakupa uharaka wa kulitekeleza, unashangaa umekosana na mume wako. Lakini tulia kwanza, alafu
Alafu jipe muda, mwambie Roho Mtakatifu, nanyunyiza damu ya Yesu kwenye ufahamu wangu. Kuna wazo limekuja kinyume na mume wangu. Kuna wazo limekuja kwenye ndoa yangu, limenijia, linanitaka nikatekeleze mambo fulani. Kabla sijatekeleza, nataka nilipime kwanza, ili wazo ni sahihi, ili wazo limebeba mapenzi ya Mungu, ili wazo litanipa umoja na mume wangu na mke wangu, au litatutenganisha. Ukishaweza kupambanua, utekelezaji ni rahisi sana. Kama limebeba mapenzi ya Mungu, utasikia Roho Mtakatifu anakupa nguvu ya kusonga mbele. Utamkabili mume wako kwa heshima na kwa utulivu mkubwa, mtazungumza. Lakini kama lililopata kibali ni la Shetani, atakusukuma, utakwenda na utalitekeleza namna hiyo, na matokeo yake litavuruga. Ndio maana hofu ya Paulo iwe hofu yako pia, kwamba kila wazo kabla hujalitekeleza lazima ulipembue, limebeba mawazo ya nani. Uwezo wa kupambanua, uweze kutofautisha kwamba limebeba mapenzi ya Mungu, au limebeba mapenzi yako, au limebeba mapenzi ya Shetani. Kwa sababu ukilitekeleza kama limebeba mapenzi ya Shetani, unatekeleza ajenda ya Shetani kwenye ndoa yako mwenyewe. Kama ni mapenzi yako, utakuwa unatekeleza ajenda yako na sio ya Mungu, unaweza ukaharibu mwenyewe. Na jana nilikwambia mapenzi yetu na ya Shetani huwa yanafanya kazi kwa karibu zaidi kama mapenzi ya Mungu hayapo. Kama mapenzi ya Mungu hayapo. Ndio maana Yesu alipoingia kwenye ule mtego akatoka haraka sana. Akamwambia, Baba, kikombe hiki kiniepuke. Alafu baadaye akashtuka akasema, sio kama nitakavyo mimi. Maana yake nikisukuma ajenda yangu mimi nitaharibu. Naomba ajenda yako isimame, hata kama mapenzi yangu hayataki, hata kama roho yangu inauma, hata kama fahamu zangu hazielewi, lakini mapenzi yako yasimame. Hata kama ninaumia, hata kama ninadhalilika katika hili, lakini naomba mapenzi yako yasimame. Ajenda yangu mimi isiondoke. Maana naweza nikataka mimi nipate heshima, naweza nikataka mimi nijitutumue nionekane, nilinde nafsi yangu, naogopa kudhalilika. Ndio maana nasukuma hii ajenda, ndio maana nasukuma. Lakini Bwana, ninaomba sio mapenzi yangu mimi, mapenzi yako yatimizwe. Glory be to God. Wanangu, tungekuwa na uwezo huo katika Roho Mtakatifu, ndoa zetu zingekuwa paradiso. Tungekuwa na uwezo huo, kanisa lisingekuwa na magomvi namna. Kwa sababu kabla hujatekeleza kitu chochote, kwanza unapitisha kwenye kichujio. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wetu mwingine muhimu sana, hii mistari miwili kwenye maisha yako isikotoke, huo tuliosoma kwenye Wakorinto wa pili sura ya 11:3-4, alafu Wathesalonike wa kwanza 5:21. Tulisoma hii mistari jana. Leo Roho Mtakatifu ametaka tu niweke msisitizo. Anasema jaribuni mambo yote. Mambo yote. Hasemi mjaribu mambo mabaya tu, kwamba hili ni baya ndio nalijaribu. Lile neno yote haliko pale kwa bahati mbaya. Manake jaribu hata mambo ambayo unayaona mazuri, hata mambo ambayo huyatilii mashaka. Anasema jaribuni mambo yote, kwa sababu katika hayo mambo unayoona mazuri kunaweza kukawa na uovu umejificha, wewe huoni. Kwa hiyo anasema jaribuni mambo yote. Alafu nasema lishikeni lililo jema, jitengeni na ubaya wa kila namna. Jaribuni mambo yote, maana yake pambanueni, pimeni, thibitisheni ubora wa kila jambo. Hamjajua ubora, hebu wekeni kituo kwanza. Hujajua ubora wa wazo lako, hebu weka kituo. Usiharakishe kulitendea kazi. Usiharakishe kuzungumza na mtu mpaka kwanza umepima ubora wa wazo ulilo nalo. Linajenga au linataka kubomoa? Linataka kwenda kuonyesha hasira yako tu na ujuaji wako, au linataka kwenda kumpendeza Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maana yake hapa nasema nini? Pambanueni mambo ili muweze kutofautisha jema na baya. Alafu mkishaweza kutofautisha, nguvu yenu elekezeni kwenye lile jema, na nguvu yenu
tumwelekeze kwenye kujitenga na lile ovu, kwa sababu anasema jitengeni na lile ovu. Leo watu hawajitengi na yaliyo maovu. Kwa nini? Kwa sababu wameshindwa kupambanua jema na baya. Maovu yale ndio wanayashikilia, ndio wanaambatana nayo, na yanabomoa ndoa zao. Maovu yale ndio wanayashikilia, hawajitengi nayo, ndio yanabomoa kesho yao. Mungu sio mjinga anapokuambia jitenge na lililo ovu. Mungu sio mjinga, anajua uovu kazi yake ni kubomoa taifa. Uovu kazi yake ni kubomoa ndoa. Uovu kazi yake ni kubomoa kanisa. Jitenge na uovu kwa kila namna, lakini ambatana na lililo jema. Ukiona watu wako kwenye maombi, hilo ni jambo jema. Ukiona watu wanajifunza neno la Mungu, hilo ni jambo jema. Ukiona watu wanaohimiza utakatifu, hilo ni jambo jema. Ukiona watu wanahimiza kupendana na kusameheana, ni jambo jema. Lishikilie kwa nguvu, usiliache. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa usikubali kila kitu kwa urahisi. Lakini pia usidhalau kila kitu au kila neno kwa haraka. Kama hilo alifaa. Chukua hiyo statement vizuri. Usikubali kila neno au kila jambo kwa urahisi kwa uharaka. Lakini pia usidharau au kukataa neno kwa haraka. Lakini unachotakiwa ni kupima. Unachotakiwa ni kuchunguza. Unachotakiwa ni kupambanua. Alafu unashikilia kilicho chema na kilicho chema ambacho kinaendana na mapenzi ya Mungu, na unajitenga na kilicho kibaya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nikiendelea kukufafanulia dhana ya kupambanua, na leo naingia sehemu ya leo sasa. Dhana ya kupambanua. Tusome kwenye ile Mathayo sura ile ya 13. Napenda mstari wa 27, japo story yake inaanza kule juu, lakini utaelewa tu. 27 anasema hivi: watumwa wa mwenye nyumba wakaenda wakamwambia, Bwana, hukupanda mbegu njema katika konde lako? Limepata wapi basi magugu? Nisikilize kwa makini. Huyu ni mtu aliyekuwa amepanda ngano kwenye shamba lake. Ukianzia kule juu unaona hiyo story. Amepanda ngano. Alafu Biblia inasema alipoondoka na watu walipokuwa wamelala, akaja adui akapanda magugu kwenye ngano. Akapanda magugu. Alafu yakaendelea. Wakati wa kuzaa, ngano ikaonekana imezaa, lakini yale magugu hayakuwa yamezaa. Wale wafanyakazi wake wakawa na uwezo wa kupambanua ngano na magugu. Walipopambanua wakaona tofauti, wakamfuata mwenye nyumba, wakamfuata mwenye shamba. Kama wasingeweza kupambanua, wasingekuwa na ujasiri wa kumfuata mwenye shamba. Wakamwambia, Bwana, wewe ulipanda mbegu njema pale ya ngano, lakini tunaona kuna magugu. Ni nani amepanda? Ni wewe? Akasema, hapana, adui ndiyo aliyofanya nini? Ndiyo aliyefanya hivyo. Na huu mfano Yesu anatoa, anasema ufalme wa Mungu umefanana na mtu aliyekwenda kwenye konde lake shamba akapanda mbegu njema. Alafu kule chini kabisa sasa anafafanua mfano huu. Anasema mbegu njema ni wana wa ufalme waliomkubali Yesu Kristo, na magugu ni wana wa yule muovu, Sasa jana juzi nilikuwa nasikiliza kwenye mtandao hapa, nikamwona dada mmoja anasema, mimi kabla sijaokoka nilifikiri kwamba kanisani ni mahali patakatifu, lakini nilipookoka nimekuja nimeona waongo wote wamejaa kanisani, wachawi wote wamejaa kanisani, sijui wahuni
shetani, huyu dada anatumika kulidhoofisha kanisa, kwa sababu haelewi anachokisema. Msikilize Yesu kwenye mfano. Anasema hivi, ngano ni wana wa ufalme wako kanisani. Yeye ndio amewaweka. Lakini adui ameleta magugu, akayaweka huko kanisani, lakini sio Mungu. Na ukiangalia ngano na magugu huwezi kutofautisha. Vinafanana mpaka labda kama vile kwenye matunda, kwenye uzao ule ndio unaweza ukatofautisha, lakini vinafanana. Kule kwetu kuna mpunga na kuna majani fulani tunaitaga sapi. Yakikaa namna hii utafikiri ni mpunga namna hii, kumbe ni nini? Ni majani yamenawili namna hii. Lakini hapa natoa mfano wa ngano na magugu. Ingekuwa kule kwetu ningetoa mfano wa mpunga na sapi. Wandamba wanaweza wakanielewa ninaposema namna, au wale walimaji mpunga wanajua yale majani yanayofanana na mpunga. Kwa hiyo shetani akimleta mtu wake kanisani, hajamuamini Kristo lakini yuko kanisani, ukiwaangalia namna hii huwezi kutofautisha. Jamani, mkituangalia hapa tunatofautiana. Unajua nani ni wa Mungu, nani ni wa shetani? Huwezi kutofautisha. Tunafanana namna hii. Lakini humu ndani kuna walioletwa na Mungu na kuna walioletwa na Ibilisi. Kuna magugu humu ndani na kuna ngano humu ndani. Ndio maana mimi wanawaambia kila siku, sio kila aliyekuja kanisani amekuja kwa nia ya kumtafuta Mungu. Kuna wengine ni wachawi, wametumwa kama maagenti kuja kuwavuruga wengine imani zao. Kuna wengine wana roho zao za uzinzi, washapandikizwa na majini huko, wanaletwa, wanakuja, wanachomekezwa tu. Anataka mvuruge mchungaji, anataka mvuruge sijui nani, anataka mvuruge, wamepandikizwa, ni magugu. Lakini ukiwa na roho ya kupambanua, utaangalia kwamba huyu mwenzetu, mbona matunda anayozaa hapa kanisani hayampi Mungu utukufu? Utajua hiyo sio ngano, hiyo ni gugu. Badala ya kuzaa upole unazaa hasira, badala ya kuzaa utakatifu unazaa zinaa, badala ya kuzaa ukweli unazaa uongo, badala ya kuzaa upatanisho unazaa uchonganishi. Wewe ni magugu, ni mwana wa yule muovu, umepandikizwa katikati ya ngano. Kwa hiyo huwezi kulilaumu kanisa. Mtu anaweza kulaumu kanisa kwa sababu tumo humu wana wa Mungu na wana wa Ibilisi tumo. Kwa hiyo unaposema nilifikiri kanisani ni mahali patakatifu, lakini kumbe waongo ndio wamejaa, wahuni ndio wamejaa, wazinzi ndio wamejaa, nataka nikwambie huelewi dhana ya ufalme wa Mungu. Mahali popote kwenye jambo la kimungu shetani huwa anapeleka vitu vyake. Ndio maana unaona hata kwenye noti kuna noti real na kuna noti fake. Huwezi kukataa noti real kwa sababu unasema kwamba hela zote siku hizi ni fake. Hapana bwana, ziko real. Huwezi ukamwona mtu mmoja kaadibika huko kanisani ukasema kanisa halifai kanisa. Hapana, kanisa la Mungu, kanisa la Kristo lina watu waaminifu. Kama umeshindwa uzinifu ni wewe. Wako wanaoshinda uzinifu kwa nguvu za Mungu aliye hai. Kama umeshindwa uchawi ni wewe. Wako ambao Mungu amewawezesha wameshinda uchawi, wamechoma matunguli. Kama huwezi kushinda umbea na vitu vya namna hiyo ni wewe. Lakini wako ambao Mungu amewapa uwezo wa kutawala midomo yao, wako na wanamtukuza Mungu aliye hai. Kama umeshindwa kutawala hasira ni wewe. Wako watu waliomruhusu Yesu watawale maisha yao, wameweza kukontrol hasira zao na wapo nyumbani mwa Bwana. Unawezaje kulitukana kanisa la Mungu namna hiyo? Unawezaje kulidhalilisha kanisa la Mungu namna hiyo? Kanisa la Kristo ni takatifu. Glory be to God. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Mungu wetu ni mtakatifu. Lakini shetani huwa ana agenda ya kutaka kulidhalilisha kanisa la Mungu. Wanangu, tupambanue roho. Sio kila anayekuja kanisani anakuja kwa lengo la kumwabudu Mungu aliye hai. Inawezekana ni jirani yako umekaa pembeni yake, lakini hilo ni gugu, linataka kukuingizia roho ya zinaa, linataka kukuingizia roho ya uchawi, linataka kukuingizia roho ya kukudhoofisha uiache imani. Usikubali, pambanua. Ukishapambanua ukajua hili ni gugu, chukua tahadhari.
to God. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kwa mwana kondoo. Na utalijuaje kwamba hili gugu? Wale mabwana walijua kwa sababu waliona ngano imezaa. Lakini haya magugu vipi? Mbona hajazaa? Ndio maana ukiangalia kanisani ukamwona ni mchungaji lakini ni mzinifu, ujue hilo ni gugu. Ukamwona ni mzee wa kanisa lakini mambo yake hayaeleweki, ni mjanja, ujue hilo ni gugu. Kanalo mbali, hata kama linakuja madhabahuni, kanalo mbali. Magugu yanapandwa kwenye praise and worship team, yanapandwa kwenye baraza la wazee wa kanisa, yanapandwa sijui kwa wamama. Magugu yapo. Sasa hapo unaweza ukaona umuhimu wa karama ya kupambanua roho. Ukijua hivyo, Mungu atakupa mzigo wa kuomba. Unajua kwa nini sio muombaji mwenye mzigo? Kwa sababu hujui haya mambo. Lakini kadri Mungu anavyokupa haya mambo, mimi nakwambia ikifika Jumamosi utamwambia Bwana, kesho ni siku ya ibada. Tunachoomba ni uwepo wako. Uweponi mwako magugu yatajitenga na ngano. Uweponi mwako watu watatakasika. Uweponi mwako kuna uwezo wa mabadiliko. Tunaomba Bwana uwepo wako. Hatuhitaji kitu kingine chochote, lakini uwepo wako Bwana. Kwenye uwepo wako ndio kuna majibu ya maombi yetu. Kwenye uwepo wako ndio kuna uponyaji. Kwenye uwepo wako ndio kuna ulinzi. Ninaweza nikakaa na gugu lakini haliwezi kunipa madhara yoyote. Naweza nikakaa na mchawi huko kanisani lakini mimi nimezungukwa na moto wako. Naweza nikakaa na mtu mwenye tabia mbovu lakini uwepo wako umenizunguka. Tafuta uwepo wa Mungu aliye hai unapokuwa nyumbani mwa Bwana. Haleluya kwa mwana kondoo. Glory be to God. Unakaa kwenye kiti, usikae kwa hasara. Mwambie Bwana, nakaa kwenye hiki kiti, nizungushie uwepo wako. Hata wengine wote wakiwa hawauoni uwepo wako, hapa nilipokaa ninaomba mimi tu uwepo wako unizingire namna hii. Unajua inawezekana. Glory be to God. Mungu atakuwa anaongea na wewe, wenzako wote pembeni hawasikii wala hawaelewi. Wakisema ibada leo haijanibariki, wewe unasema nimekutana na Mungu aliye hai. Haleluya kwa mwana kondoo. Glory be to God. Ibada itakubariki vipi na wewe ni gugu tayari? Upokei kutoka kwa Bwana, utabarikiwa vipi? Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Glory be to God. Glory be to God. Kanisani kuna magugu. Adui amepanda, lakini tumepoteza uwezo wa kupambanua. Kuna watu waliokuja wazuri kabisa, wakaja kanisani wakakutana na magugu, wakaharibika moja kwa moja. Lakini ukiangalia Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza. Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza. Anasema, basi Roho anena wazi wazi, yani bila kificho, wazi wazi, ya kwamba nyakati za mwisho, yani hizo nyakati tulizo nazo, wengine watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Anasema basi Roho anena waziwazi. Maana yake nini? Maana yake chanzo cha maonyo haya ni Roho Mtakatifu, sio mtu yoyote. Kwa hiyo Roho ndiye anayeonya kwamba nyakati za mwisho watu watajitenga na imani. Kwa sababu gani? Kwa sababu wanasikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Nikapiga pause hapo nikajiuliza, inakuwaje mtu asikilize mafundisho ya mashetani alafu ayachukue hayo mafundisho kama ndio mafundisho ya Mungu? Inawezekanaje? Yaani nilikaa hapo nikatafakari sana, nikamuomba Mungu, nikamwambia isije ikatokea kwangu. Yaani unasikiliza kabisa mafundisho ya mashetani alafu ndio unachukulia hayo mafundisho ya mashetani kama ndio mafundisho ya Mungu au ya Roho wa Mungu. Shida ni nini? Wamepoteza uwezo wa kupambanua mafundisho ya kweli na mafundisho yasiyo ya kweli, mafundisho ya Mungu na mafundisho ya mashetani. Kwa hiyo anachukua mafundisho ya mashetani kama vile ni mafundisho ya Mungu aliye hai, na anaona sawa tu, Kinachowafanya wajitenge na imani ni kukosekana kwa uwezo wa kupambanua, kutofautisha roho ya kweli na roho ya udanganyifu.
Ameamini roho idanganyayo, akifikiri ni roho ya kweli. Anasikiliza mafundisho ya kishetani akidhani ni mafundisho ya kweli yanayoweza kumjenga na kuonyesha umuhimu na kutengenezea katika Roho Mtakatifu ajenda mbele za Bwana. Uone ni jinsi gani roho, karama ya kupambanua roho ilivyobeba usalama wa maisha yetu. Karama ya kupambanua roho ilivyobeba usalama wa utumishi wetu na maisha yetu ya imani kwa Mungu aliye hai. Karama ya kupambanua roho ilivyobeba usalama wa maisha yetu huko mtaani. Hujawahi kusikia mtu anamwangalia mtu namna anasema mimi nilimkataa tangu siku ya kwanza. Roho ilikataa kabisa. Uwezo wa kupambanua, mbia huyu mtu hapana. Huyu mtu kanaye vizuri. Kuna Mungu amewapa watu wa uwezo mkubwa sana. Kubwa sana. Akikuangalia tu mara ya kwanza, hamjakutana wapi, mmeonana tu, wanasema wanaitwa first impression. Amekuona tu kwa mara ya kwanza hivi. Bwana Yesu asifiwe. Waraka wa kwanza wa Yohana 4:1. Anasema hivi, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa kwanza. Anasema, wapenzi, msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu, kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Anaposema msiamini kila roho, kwa maana nyingine anasema tilieni mashaka kila roho ili muweze kuzipambanua. Usipotilia mashaka utaikubali kirahisi tu. Lakini ukiitilia mashaka hutaiamini. Usipoiamini utataka kufanya utafiti. Neno zijaribuni maana yake nataka tupambanue, tutofautishe kati ya roho ya Mungu na roho za manabii wa uongo. Tusije tukawakubali, tukawaamini manabii wenye roho za uongo tukifikiri kwamba tumeamini roho ya Mungu. Sasa basi, naendelea kuingia ndani. Roho yoyote, iwe ya Mungu, iwe ya shetani au iwe ya kwako, inahitaji mwili ili iweze kufanya kazi. Chukua hiyo. Roho yako wewe ni roho, wewe sio mwili. Tukiita John, Samuel ni roho. Ndio maana roho ile ikiondoka linabakia mwili tu. Tunaita marehemu, tunaita nani? Kwa sababu roho imeshaondoka. Roho yangu imeshaondoka, imebaki mwili tu, marehemu. Kwa hiyo roho ya Mungu ikitaka kufanya kazi lazima iingie ndani ya Joy. Ilivyoingia ndani ya Joy, ndio maana Joy akasikia hapana, siwezi kwenda kwenye semina peke yangu, lazima nimchukue Helen. Kwa nini? Roho ya Mungu imefanya kazi ndani ya Joy kumfanya Helen aje anufaike na kitu ambacho kinahubiriwa kutoka kwa Mungu. Hiyo Mungu anavyofanya kazi. Na roho ya shetani ili ifanye kazi itaingia ndani ya mtu. Alafu mtu anamwambia rafiki yake, twende kwenye birthday party. Kumbe kule kashamtayarishia mwanaume. Akifika kule anawaunganisha namna hii. Alafu huyo mtu anaingia kwenye mambo ya uzinifu. Kwa sababu gani? Roho ya shetani iliingia ndani ya mtu ikamsababishia mtu mwingine kwenda kufanya tukio ambalo sio la kimungu. Shetani akitaka mtu aje atuvuruge hapa, anamvisha roho yake, kama ni ya uzinifu, kama ni ya uongo, kama ni ya kuchonganisha, alafu anamwambia nenda kakae katikati yao pale. Akija tu anapindua maneno namna, kileta huko kileta hivi, mshapigana tayari. Akija akifanya hivi, mshakorogana tayari. Msipogundua mapema mkapambanua, itawatesa sana. Lakini mkishapambanua namna hii, mtajua shetani ameweka kiti cha roho ya uongo kwa nani. Shetani ameweka kiti cha roho ya uzinzi kwa nani. Shetani ameweka kiti cha roho ya uchonganishi kwa nani. Mtakaa kwenye maombi vizuri, hamtakuwa mnacheka tena. Mtamwambia Bwana, tumeelewa shida iko wapi. Glory be to God. Bwana Yesu asifiwe. Lakini shetani anaweza akaweka roho yake kwa mnyama yoyote. Kwa mnyama yoyote. Anaweza akaweka roho yake kwa paka.
Anaweka lingine kwa paka. Sasa sisemi kila paka ana roho ya kichawi au ana roho ya kijini, lakini sio vibaya. Kila ukikutana nalo sema kwa jina la Yesu, kwa sababu hujui kwamba huyu paka ni mzuri au sio mzuri. Umeona? Kwa hiyo kwa usalama wako wewe sema kwa jina la Yesu. Kama ni mzuri si basi, kwani unapoteza nini? Lakini kama mbaya utakuwa umeshatengeneza kinga, kwa sababu shetani akitaka kutumia roho yake haiwezi ikaoperate hewani. Atatumia mtu au atatumia mnyama. Kwa hiyo anaweza kuingia kwa paka, anaweza kuingia kwa mbwa, anaweza kuingia kwa mamba, anaweza kuingia kwa nyoka. Ndio maana unaweza ukaota nyoka, kuna roho unaletewa pale, kuna roho unaletewa. Unaweza ukaota sijui dubu au nani, wanyama wakali, kuna roho unaletewa. Ndio maana unaweza ukashangaa wewe ni mkali kupitiliza kwa mume wako, mpaka mume anasikia hawezi kukaa hapo ndani tena. Ni nini? Umepewa roho ya mnyama fulani. Kwa hiyo mwanaume kila kikaa naona ni ukali wako tu unataka kumrarua na roho, au umepewa roho ya chui namna hii. Kila wakati unataka kuparua wewe ukijiona unajiona sawa, lakini kwenye ndoto walishakuletea mnyama lile likakuvaa, ukavalishwa roho ya chui. Kidogo tu umeshaunguruma namna hii. Kidogo tu wanasema huyu vipi? Mbona kitu kidogo tu unatukaribia? Mbona kitu kidogo tu tunakosa amani? Lakini nini? Kuna roho umevishwa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kwenye maombi yako jifanyie ukombozi wewe mwenyewe. Mwambie Mungu, mimi sielewi, lakini kama nilivalishwa roho ya chui kwenye ndoto, kama nilivalishwa roho ya nyoka, najivua kwa damu ya Yesu, najivua. Hayo ni maombi ya kujifanyia wewe mwenyewe, kwa sababu adui watu wanapolala ndio anakwenda kupanda. Unapolala ndio analeta hivyo vitu. Ukiamka umeamka navyo, unashangaa unamparua tu mke wako. Unashangaa amani imetoweka tu ghafla. Ulilalalaje wewe? Ulipolala ndio vitu vimekuja kupandwa. Ndio maana kila wakati naambia mtu usilale bila kuomba. Hata ukishtuka saa 8 za usiku omba. Usishtuke alafu unaanza kuhesabu tu mabati namna hii. Hapana, omba. Bwana Yesu asifiwe sana. Shetani anaweza kuingiza roho yake kwenye mjusi, kwenye kinyonga, sasa kila mjusi ni mbaya au kila kinyonga ni mbaya, hapana. Lakini anaweza kuoperate kwa namna hiyo. Lakini pia roho yako ndio kama nilivyosema inahitaji mwili, na Mungu amekutengenezea mwili, ameweka namna hiyo. Sasa hizi roho zote, kila roho inakuwa na malengo yake. Roho ya Mungu ina kazi ya kulijenga na kuimarisha kanisa au mwili wa Kristo. Mungu akiweka roho yake ndani yako, hutatulia. Utaambia jamani, kule kanisani kuna mafundisho mazuri, hebu twende. Ndio mimi sina nauli, naambia nakulipia nauli, twende. Kwa sababu Mungu anafanya kazi ndani yako, umejaa roho wa Mungu. Ukiona watu wanagombana unasikia kuwapatanisha. Ukiona watu hawaelewani unasikia kuwaombea. Wewe unakuwa ni mjumbe wa amani, kwa sababu ndani yako kuna roho wa Mungu ambaye hataki kuona mambo maovu, mabaya. Wewe ni mjumbe wa amani, ni mjumbe wa Mungu. Mungu anafanya kazi ndani yako. Ameweka ndani yako neno la upatanisho. Sio neno la kuvuruga, sio neno la kugombanisha, sio neno la kuchonganisha. Neno la kuwapatanisha watu na Mungu, neno la kuwapatanisha watu rafiki kwa rafiki. Mtu wa Mungu aliyejawa na roho wa Mungu. Haleluya kwa mwana kondoo. Lakini leo hii ukiona watu kanisani, badala ya kujawa na roho wa Mungu, wamejawa na roho wa ibilisi. Wanaweza kuchonganisha watu, wanaweza kuwafitinisha watu. Wakiona watu wanagombana, wao ndio wanafurahi. Wanaweza kuharibu utakatifu wa watu wengine. Atampeleka mtu kwenye zinaa, atampeleka mtu kwenye ulevi. Kwa nini? Kwa sababu wao hawajabeba roho wa Mungu, wamebeba roho wa shetani. Na huyo roho wa shetani ndio anaoleta uharibifu. Roho wa Mungu kazi yake ni kujenga kanisa, lakini roho wa shetani ndani ya mtu ni kuleta uharibifu. Ndio maana anasema kwenye Yohana 10:11, mwizi haji, akija lengo lake ni kuua, ni kuvuruga, ni kuchinja, ni kuharibu. Ukiona vurugu, ukiona magomvi, ujue Mungu huyo ni adui. Mungu sio chanzo cha machafuko. Our God
God is not the author of confusion. No. Yeye ni Mungu wa utaratibu, ni Mungu wa amani. Roho ya mwanadamu kazi yake ni kutimiza mapenzi ya nafsi yake. Ya nafsi yake. Kwa nini kanisema hivi? Kwa nini kaniambia hivi? Kwa nini kafanya hivi? Kwa hiyo nafsi yako inataka kuinuka, sio inuka. Nafsi zetu zinataka kaheshima fulani, hazitaki kudharauliwa, hazitaki kushushwa. Nafsi zetu huwa hazitaki kuumia. Kwa hiyo hata ikifika mahali kwa ajili ya Mungu, nafsi yako itakataa. Utasema haya maumivu bwana imetosha. Mimi hapana. Hii imetosha. Ndio maana kama Mungu angekuwa anatuambiaga hata sisi wachungaji labda na wake zetu, angetuambia mateso ambayo tutayapata kwenye utumishi kabla hatujawa watumishi, tusingekubali. Akasema udole na mke wako mtateseka hivi. Tungemwambia Mungu hiyo kazi hapana, mpe mtu mwingine. Lakini anakuita akikuonyesha yale mazuri, mwanangu nakupenda na nini. Alafu ukiingia huko katikati ndio unasikia watu wanakusema vibaya. Watu sio wanasema nini? Watu unaniambia Mungu, yani jitihada yote niliyofanya kweli, hao watu wataoni. Anakuambia kaza buti mwanangu, hauna budi kuyapitia hayo. Ningekueleza mapema ungekataa, nafsi yako ingepiga kelele, ungetaka heshima sana wewe, ungetaka kuhurumiwa, lakini songa mbele. Unafika mahali unamwambia Baba, ikibidi mapenzi yako yatimizwe, lakini sio ya kwangu. Kama ni ya kwangu, nisiwezi kuiendesha Potters. Kama ni ya kwangu, nitaacha leo hii kazi, lakini mapenzi yako yatimizwe, sio ya kwangu. Glory be to God. Maana yake unamwambia nini? Ikibidi mimi kudharauliwa, wewe utukuzwe, mimi niko tayari. Ikibidi mimi kudhalilishwa ili wewe uinuliwe, mimi niko tayari. Ikibidi mimi nitukanwe lakini jina lako litukuzwe, mimi niko tayari. Ndio maana tunamwambia wewe uongezeke, mimi nipungue. Maana yake nini? Mimi nitukanwe, wewe uheshimiwe. Mimi nidhalilishwe, wewe uinuliwe. Mimi niminwe, wewe uinuliwe. Ndio maana yake. Lakini tunaimba tu hatujui. Wewe mimi nipungue, wewe uongezeke. Unaweza kukubali kutukanwa wewe ili Yesu ainuliwe? Au unaimba tu? Ukipigwa tu tusi moja umeanza kuchanganyikiwa. Mimi kwa ajili ya nani? Jiulize, kwa ajili ya pambanua. Kama ni kwa ajili ya Yesu, mwambie tukana na lingine, ongeza na lingine, ili Yesu azidi kuinuliwa. Kwa sababu hayo matusi ndio yanamuinua Kristo. Ongeza na lingine, tukana, ongeza na lingine, ili Yesu azidi kuinuliwa. Glory be to God. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unatukuta sisi ndio tunaongezeka na viburi vyetu na heshima zetu, alafu Kristo haonekani tena. Haonekani tena. Sasa point yangu ya kwanza, nina point kama 3 tu. Point yangu ya kwanza naanza leo sasa kupambanua roho ya Ibilisi. Tunapambanua roho ya Ibilisi, tutapambanua roho ya Mungu na roho zetu kama Mungu ataruhusu muda ukitosha. Lakini tutakwenda moja kwa hii point yangu ya kwanza tunaanza, unaweza ukaandika kupambanua roho ya Ibilisi. Huko mwanzo huko tulikotoka nilikuwa nakupa msingi, tulikuwa nakujengea msingi ili tuweze kuelewana tunapokwenda. Sasa kupambanua roho ya Ibilisi. Na yako maeneo kadhaa tutakayoyaangalia. Anasema kama shetani angekuwa akija kanisani au katika familia anajitambulisha kuwa yeye ni shetani, basi familia zetu zingekuwa salama sana, au kanisa lingekuwa salama sana, kwamba anajitambulisha kwamba atakuja na mapembe na nini. Kwa hiyo tukimuona tu tunamkimbia namna hii, au tunampinga namna hii. Lakini shetani haji kwa namna hii. Ni mjanja sana. Chukulia mfano, alipomwendea Hawa, hakwenda akimwambia kwamba yeye ni shetani, hapana. Biblia inasema alimtafuta mnyama mwerevu
kuliko wanyama wote. Biblia ina rekodi. Ambaye ni nani? Nyoka. Nyoka hakuwa anatisha enzi hizo kama tunavyomwogopa sasa hivi. Tena wataalamu wanasema alikuwa mzuri. Ukimuona uweze hata kumkimbia. Na alikuwa mwerevu. Nani asiyependa mtu mwerevu? Mwenye hekima, janja mjanja, sio ule werevu, sio ule ujanja wa uovu. Alikuwa mwerevu, yani mwenye akili, yuko smart. Yuko smart. Akosei. Kwa hiyo shetani akaangalia akasema mimi nitamchukua huyu. Huyu Eva hata muogopa. Huyu atamsikiliza kwa sababu yuko smart. Hawezi kumtilia mashaka. Kwa hiyo kweli akaweka wazo lake na mambo yake na roho yake ndani ya nyoka. Alafu nyoka na Biblia inasema Eva sio kwamba alikutana na shetani. Biblia haimtaji shetani. Biblia inamtaja nyoka. Nyoka. Lakini nyoka alibeba roho ya nani? Nyoka lilikuwa ni umbo tu la nje, lakini roho iliyokuwa ndani yake ilikuwa ni ya shetani. Kwa hiyo hata Eva alipokuwa anaongea naye hakuweza kupambanua, hakuweza kutofautisha kwamba haya maneno, nyuma ya haya maneno iko roho ya nani, iko nguvu ya nani, hakuweza kupambanua kwa sababu nyoka alikuwa mwerevu. Kwa sababu angekuja ovyo tu angemwelewa. Na ndio maana sifa kubwa ya shetani ni udanganyifu. Takuonyesha huko mbele. Sifa kubwa ya shetani ni udanganyifu. Ndio maana ulimwengu, kama kuna kitu inateseka leo hii, ni udanganyifu. Ndoa zinakufa kwa sababu wanawake wamebeba roho ya udanganyifu. Ndoa zinakufa kwa sababu wanaume tumebebeshwa roho za udanganyifu na ibilisi. Makanisa yanaporomoka kwa sababu waumini wamekubali roho za udanganyifu. Watadanganya wachungaji wao, wachungaji watadanganya waumini wao. Wanawake watadanganya waume zao, wao watadanganya. Ulimwengu unateseka kwa sababu ya udanganyifu. Wanasiasa watawadanganya wananchi, wananchi wanadanganya wanasiasa. Taifa linaharibika. Roho ya udanganyifu. Ndio maana unaona wananchi wakishapambanua tu namna hiyo wakajua hapa tumedanganywa, taifa linavurugika. Angalia huko Peru, leo tumeona maandamano, watu wanavunja mageti namna hiyo. Kwa nini? Wananchi wamepambanua wakajua wanasiasa wanatudanganya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Shetani hakutaka Hawa akimbie anapokutana na nyoka. Alitaka amsikilize nyoka, amwelewe na aweze kufanikisha ule mpango. Kwa hiyo Eva alishindwa kupambanua roho ya shetani iliyokuwa ndani ya nyoka. Matokeo yake akaingia chaka. Na mbinu za shetani bado ni zile, hazijabadilika. Akitaka kuja kwako, anajua wewe huwezi kwenda baa, wewe huwezi kwenda baa. Baa huwezi, ukiona unapitia kule huwezi. Atamtoa mtu huko nje, atamleta hapa kanisani, atakaa karibu na wewe na atakuwa rafiki yako. Ukimuona huwezi kumtilia mashaka. Anaweza hata akawa rafiki yako, lakini atakuingizia mbegu kidogo. Atakwambia mara twende huku, mara twende huku, mara fanya hivi, mara fanya hivi. Mkifika atakwambia hii ni Kestrolite tu, hata haina kilevi, kunywa hii haina kilevi. Kwa hiyo kama hauwezi kupambanua, utamuona huyu mtu si tunasali naye, huyu mtu si hakuna athari yoyote, lakini amebeba roho ya adui ambayo inakuingia wewe taratibu kwa sababu umeshindwa kupambanua maneno ya huyo mtu, vitendo vyake, nyuma yake yuko nani. Ndio Wakristo wengi wameharibika makanisani kwa sababu ya kushindwa kupambanua. Anamuona sasa, huyu si ni Mkristo mwenzangu, huyu si ni mchungaji wangu, kama kaniambia nikatembee naye. Kwa hiyo wewe una akili, una uwezo kupambanua mchungaji ni nani? Si ni mtu tu, anaweza akabebeshwa roho ya ibilisi wakati wowote, anaweza. Maneno yake nyuma yake yanabeba nguvu ya nani? Maneno ya huyo mchungaji wako nyuma yake yana nguvu ya nani? Roho Mtakatifu au nguvu ya ibilisi? Uwe na uwezo binafsi wa kimungu wa kupambanua.
Sio eti neno kwa sababu limesemwa na kiongozi wa kiroho unalichukua hivyo hivyo. Utaangamiza imani yako mwenyewe, utaangamiza maisha yako mwenyewe. Biblia inasema tuzijaribu kila roho, hata ya mchungaji wako ijaribu. Na roho nimekuambia zinakaa kwenye mwili. Roho haiwezi kuja yenyewe namna hii. Roho inakaa kwenye mwili kama wa kwangu, mwili kama wa kwako. Ninapokaa hapa nafundisha, naachilia roho, na hii ni roho ya kimungu. Ndio maana Yesu anasema maneno haya ni roho, tena ni uzima. Nikisema neno la Mungu, unapokea uzima wa kimungu, unapokea uhai wa kimungu. Kama kulikuwa kuna hali ya kufa kwenye ndoa yako, uhai unakuja, uzima unakuja kwenye roho yako. Ndio maana unajikuta unakataa mambo mabaya, kwa sababu hutaki tena mambo ya kifo, unataka mambo ya uzima. Lakini nikisema mambo ambayo nyuma yake kuna roho ya kishetani, utaondoka hapo umevaa roho ya giza, umevaa roho ya giza. Lakini hapa kwa neema ya Mungu hakuna roho ya giza hapa, katika jina la Yesu Kristo. Glory be to God. Glory be to God. Glory be to God. Hapa ni kweli ya Mungu peke yake, na hiyo kweli lazima ituweke huru. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unaletewa maneno yanayokufanya ufikiri tofauti na Mungu, alafu wewe unayapokea bila kuyachunguza. Ufanye mambo ambayo kinyume na mapenzi ya Mungu, wewe upambanui. Jiulize maswali. Nani yuko nyuma ya maneno anayosema rafiki yako? Nani yuko nyuma ya maneno anayosema mchungaji wako? Ni roho gani iko nyuma ya maneno anayosema jirani yako? Ndio maana mtu anakuambia tuone kama hiyo ndoa itadumu hiyo. Tuone kama utapata mtoto. Usichukulie poa. Hiyo ni roho. Hiyo ni roho. Ndio maana wanaojielewa, hata mtu neno limemponyoka kwa bahati mbaya. Hata mke wangu wakati mwingine neno liliniponyoka kwa bahati mbaya, nasema nafuta katika jina la Yesu. Naambia uko sahihi mama, kwa sababu liliniponyoka tu, na vizuri kwamba umenifuta. Kwa hiyo usikubali ukiona neno hata kaongea mzazi wako linaweza likamponyoka, linaweza kamponyoka. Sema nalifuta katika jina la Yesu, halitakuwa. Mtu asikwambie kwamba tutaona kama hiyo ndo, tutaona kama utafanikiwa. Mwambie nafuta. Mafanikio yangu hayaji kwa sababu wewe umesema. Ninafanikiwa kwa sababu ya baraka za Mungu aliye hai. Haleluya kwa mwana kondoo. Glory be to God. Tumepewa uwezo wa kufuta kila maneno, kila matamko ambayo watu wanatutamkia vibaya. Ndio maana waganga au wachawi usiku hawawezi wakawanga bila kusema. Lazima waseme maneno, lazima wanuize. Kazi yetu ni kupangua manuizo. Kazi yetu ni kufuta manuizo yao. Hawataweza katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Haleluya kwa mwana kondoo. Glory be to God. Ndio maana kwenye Ufunuo ile sura ya 12 mstari wa 9, 12 mstari wa 9, Biblia inasema yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, au danganyaye, napenda hilo neno, au danganyaye ulimwengu wote. Akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja. Nilikwambia sifa kubwa ya shetani ni udanganyifu. Anaudanganya ulimwengu wote. Atawadanganya wanasiasa, atawadanganya wachungaji, atawadanganya Wakristo, atawadanganya wanandoa, atawadanganya vijana, sifa yake kubwa ni udanganyifu. Kama hatuna roho ya kupambanua, tutadanganywa sana, na mwisho wa siku huduma zitavurugika, ndoa zetu zitavurugika, maisha yetu yatavurugika, kesho zetu zitavurugika. Ndio maana anasema napomalizia kwa siku ya leo, anasema kwenye ile Wakorintho wa pili sura ile ya 11 mstari wa 14 mpaka wa 15, hasa ule wa 14, anasema hivi: wala si ajabu. Napenda mambo. Wala si ajabu manake sio kitu kigeni, manake msishangae. Maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Wakorintho wa pili 11:14. Shetani mwenyewe hujigeuza awe malaika wa nuru. Kwa nini? Kwa sababu yeye shetani ni malaika wa giza.
Akija kwako kama malaika wa giza utamkataa, utamjua huyu ni shetani, utamkataa. Kwa hiyo anakuja kama malaika wa nuru ili uweze kumkubali. Uweze kumkubali. Ukishamkubali ndio anaanza kukubadilikia sasa, kwa sababu yeye ni malaika wa giza. Kuna siku moja niliwachukua watoto wangu hapa Benson na Samuel. Kuna mtu alitualika mahali akasema kwamba wana organization yao inahusu mambo ya amani na nini na hivi, ulimwengu umechafuka, kwa hiyo ni mambo ya amani na hivyo kwa hiyo akanikaribisha, mimi nikamwambia vijana wangu, hebu twendeni twendeni. Tulivyokwenda tukakaa namna hii, lakini uzuri Mungu alitupa roho za kupambanua. Tukaanza kusikiliza yale mafundisho, tunasikiliza, alafu tunapewa salamu za ajabu ajabu, tukariri salamu za ajabu ajabu, kwa sababu kiongozi wa ile organization sijui ni Mchina sijui ni mnani. Kwa hiyo tukawa tunapewa salamu ambazo wenzangu wanatilia mashaka na mimi natilia mashaka. Tulivyotoka pale nikamwambia wanangu, hiki siko, na wao wakasema baba, hii hapana. Yaani kila mtu ndani yake alikuwa anakataa. Unajua yule jamaa aliyenialika ni mchungaji kama mimi, nilimblock na mpaka kesho unajua tuna mawasiliano. Nilimblock kabisa kwa sababu nilijua shetani anajigeuza kuwa malaika wa nuru. Leo hii watu wanakuja wanajua kwamba Watanzania au ulimwenguni watu wana maisha magumu, hali ya uchumi ni mbaya. Wanakuja na issue za mikopo au misaada. Kuwasaidia watu kiuchumi sio mbaya, sisemi ni vibaya, lakini kuna wengine wanakuja na gia hiyo, lakini kumbe kule ndani kuna mambo ya kishetani. Wewe huku nje unaona ni mkopo tu, huku nje unaona ni msaada tu, lakini ukishachukua amekuja kama malaika wa nuru. Ukishachukua umeingia kule ndani, ndio unaanza kuliona lile giza. Unaambiwa sisi ni Freemason, sisi sijui nani. Ndio maana naambia watoto wangu tupambanue dhiki zetu zisije zikatuingiza mahali pagumu au mahali pabaya tukajikuta tumepotea. Wahenga walisema tamaa mbele, mauti nyuma. Ni muhimu tujipe muda wa kupambanua na kuchunguza. Zinakuja taasisi nyingi kwa lengo la kuwatajirisha vijana haraka. Wanangu, utajiri wowote wa haraka, jipe muda kuupambanua na kuchunguza namna hii. Hakunaga hela inayokuja kwa haraka. Itafute hela kwa jasho, kwa uhalali, fanya kazi halali. Lakini pesa inayokuja bila gharama, chunguza mwisho wake. Malaika wa nuru, lakini kumbe yeye ni malaika wa giza. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa lile neno anasema kwamba shetani yeye ni malaika wa giza. Akija kama malaika wa giza utamkimbia. Kwa hiyo anajigeuza kuwa malaika wa nuru. Kuwa malaika wa nuru. Sasa kesho tutaendelea na ule mstari wa 15 katika kitabu hiko cha Wakorinto. Tutaanzia hapo, tutaendelea kumchambua shetani, ili tukiona mazingira fulani tunapambanua namna hii, alafu tunashtuka, tunakaa vizuri. Glory be to God. Kwa sababu roho ya shetani inaweza kuwa ndani ya mhubiri yoyote yule. Hata akijiita mchungaji, hata akijiita askofu, anaweza kubebeshwa roho ya ibilisi. Roho ya ibilisi inaweza ikakaa kwa mwanamke yoyote yule. Akaja hapa akanena kwa lugha, akanyanyua mikono juu, kumbe amebeba tu roho ya shetani. Roho ya shetani inaweza kukaa kwa mwanaume yoyote amevaa suruali ukamwona ni mtanashati. Inaweza. Kwa hiyo akili kichwani mwako. Tumuombe Mungu atupe uwezo wa kupambanua roho. Ningekuwa mimi ningeshasimama kwa miguu yangu na kumwambia Roho Mtakatifu, ninaomba toba na rehema katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kuna dhambi nimefanya, ni kwa sababu nilishindwa kupambanua. Nimevuruga ndoa yangu kwa sababu nilikosa hali ya kupambanua. Nimeliharibu kanisa la Mungu kwa sababu nimepoteza uwezo wa kupambanua. Mwambie Baba, ninaomba karama ya kupambanua, nijue jema na baya. Ombea ufahamu wako, mtu wa Mungu. Mwambie kila wazo linaloingia kwenye akili yangu, Baba, ninaomba unipe uwezo
wa kulipambanua kabla sijaingia kwenye utekelezaji, niweze kujua kama hili wazo ni jema au ni baya, kama hili wazo limebeba mapenzi ya Mungu au limebeba mapenzi ya shetani, ili ninapokwenda kutekeleza nisivurugane na mume wangu, ninapokwenda kutekeleza nisivurugane na mke wangu, ninapokwenda kutekeleza nisivurugane na wananchi wangu, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mbinu za shetani hazijabadilika. Shetani ni yeye yule tu. Atatumia rafiki yako, anaweza akatumia mchungaji wako, anaweza akatumia mume wako, anaweza akatumia mke wako. Wanangu tutaponaje? Wanangu tutaponaje? Tumuombe Mungu uwezo wa kupambanua roho katika jina la Yesu Kristo aliye hai na kwa damu ya mwana kondoo. Baba, tunakuja mbele za uso wako jioni ya leo kama watoto tupendwao katika pendo, Bwana mabwana. Baba mtakatifu, tunaomba toba na rehema. Tumeathirika kwenye fahamu zetu, tumeathirika Bwana kwenye uwezo wetu wa kufikiri na kufanya maamuzi. Bwana, tumekuwa tukifikiri vibaya, tumekuwa tukiwaza vibaya, na matokeo yake tunafanya maamuzi vibaya. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, Baba uturehemu, mfalme wa wafalme. Tunaomba damu ya Yesu Kristo, Baba mtakatifu, tunainyunyiza kwenye fahamu zetu katika jina la Yesu Kristo, ikafanyike ulinzi. Bwana, adui asipenyeshe mawazo yatakayovuruga kesho yetu, adui asipenyeshe mawazo yatakayovuruga Bwana kesho yetu. Kwa damu ya mwana kondoo, tupe uwezo wa kupambanua Bwana marafiki ambao wanakuja karibu na sisi, watu ambao wanakuja karibu na sisi. Tupe uwezo wa kupambanua Bwana tunapokuwa kanisani. Neno lako limesema kuna ngano na kuna magugu. Bwana, tupe uwezo wa kuyaelewa magugu Bwana na kujitenga nayo Bwana. Tupe uwezo, mfalme wa wafalme, wa kupambanua mema na mabaya, tukashike lililo jema Bwana. Tupe uwezo wa kushika lililo jema, tupe uwezo wa kujitenga na mabaya. Wasaidie watoto wetu Bwana, wasaidie watumishi wa Mungu Bwana, wasaidie kina mama Bwana, wasaidie vijana Bwana. Ulimwengu umejaa udanganyifu, wachungaji tunadanganywa, waumini wanadanganywa Bwana, kwenye ndoa ni udanganyifu. Lakini Bwana mabwana, ukitupa roho ya kupambanua Bwana, tutajua jema na baya, tutapokea uwezo wa kukataa mabaya, na tutakuwa na uwezo wa kuambatana na yale mema. Uko wapi Mungu uliye hai? Uko wapi Mungu uliye hai? Adamu wa kwanza alidanganywa, lakini Adamu wa pili alishinda, ambaye ni Yesu Kristo. Alipodanganywa na shetani, alikataa, akamwambia nenda zako shetani, kwa sababu imeandikwa, msujudie Bwana Mungu peke yake, umwabudu yeye peke yake. Baba, mbona leo tunaabudu wanadamu? Mbona leo tunaabudu vitu? Mbona leo watu wanaabudu mashetani? Ni kwa sababu tumeshindwa kupambanua. Achilia uwezo wa kupambanua, watu wakajua ya kwamba hawapaswi kuabudu uchawi, wanapaswa kumwabudu Mungu aliye hai. Hawapaswi kuabudu ulevi, wanapaswa kumwabudu Mungu aliye hai. Baba, wape vijana uwezo wa kupambanua kwamba pombe sio nzuri Bwana. Wape wanadamu wa mtaa huu kupambanua kwamba majini sio kitu kizuri, kwamba uchawi sio kitu kizuri. Damu ya Yesu Kristo, wape Bwana mabwana, tupe watu wa mji huu uwezo wa kupambanua kwamba chuki sio kitu kizuri, kwamba wivu sio kitu kizuri, kwamba uadui sio kitu kizuri. Baba, tunafanyiana uadui, tunafanyiana matendo ya giza kwa sababu tumeshindwa kupambanua. Uko wapi Mungu mwenye kuangaza nuru ya ulimwengu Bwana? Wewe ambaye ni nuru ya ulimwengu, Baba, tuangazie Jehova ile, tuweze kujua jema na baya, tukajitenge na ubaya wa kila namna, katika jina la Yesu Kristo aliye hai na kwa damu ya mwana kondoo. Baba, tunakataa roho za kishetani, tunakataa roho za giza, roho za kishetani Bwana zilizo ndani ya wanadamu, zilizo ndani ya wanyama. Tunakataa roho za simba, tunakataa roho za shetani zilizo ndani ya mapaka, tunakataa roho za machui. Wana mabwana, katika jina la Yesu Kristo, maroho ya giza yanayovamia watu wako Bwana kwa njia ya ndoto, kwa damu ya mwana kondoo, majini mahaba, majini subiani, roho ya mauti zinazowatesa wakina mama, zinazowatesa wakina baba, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai,
tunakataa roho za zinaa, tunakataa roho ya mauti, tunakataa roho ya magomvi, tunakataa roho ya matengano, tunakataa roho ya kudhoofisha kazi ya Mungu, tunakataa roho ya kumpinga Mungu, tunakataa roho ya kutokumpenda Mungu, tunakataa maroho ya chui, tunakataa maroho ya paka, tunakataa maroho ya simba, tunakataa maroho ya dubu, tunakataa mauchawi wa mapembe, tunakataa nguvu ya giza. Kule baharini tunapeleka moto, kule baharini tunapeleka moto, kule milimani tunapeleka moto dhidi ya roho ya nyoka kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Roho ya nyoka haitatawala kwenye mji huu, roho ya paka haitatawala kwenye mji huu, roho ya simba haitatawala kwenye mji huu, roho ya mamba haitatawala kwenye mji huu, roho ya shetani haitatawala kwenye mji huu. Tunapindua kiti cha shetani, tunapindua kiti cha adui, tunapindua kiti cha mfalme wa giza, mfalme wa anga hili. Tunapiga kiti chake kwa moto, moto wa Roho Mtakatifu, moto wa Roho Mtakatifu. Wewe pepo unaoharibu ndoa za watu, wewe pepo unaoharibu imani za watu, wewe pepo unaoharibu watoto wa watu, wewe pepo unaoharibu vijana, pepo la ulevi achia, pepo la uchawi achia, pepo la zinaa achia, majini mahaba achia, pepo la kansa achia, pepo la magonjwa achia, pepo la upofu achia, pepo la kisukari achia, pepo la ugonjwa wa moyo achia, pepo la kansa achia, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo. Pepo la mauti achia, pepo la mauti teketea, pepo la mauti teketea kwa damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu Kristo. Pambana mtu wa Mungu, pambana mtu wa Mungu, pambana mtu wa Mungu. Roho ya giza, roho ya giza tunaikataa katika mji huu, roho ya giza tunaikataa katika mji huu. Roho za maasi, roho za mabaya, roho za uchawi, roho za magomvi, roho za kudhoofisha imani ya watu, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, tunakataa giza la kishetani. Tunawatoa watu kwenye giza, tunawapeleka kwenye nuru. Tunawatoa watu kwa shetani, tunawaleta kwa Mungu aliye hai. Tunawatoa watu kwenye uchawi, tunawaleta kwenye utakatifu. Roho za kiganga tunaziharibu, roho za kichawi tunaziharibu. Mawakala wa giza tunawateketeza, tunawachinja mawakala wote wa giza, tunawachinja makuhani wa ibada za mashetani, tunawachinja kwa damu ya Yesu kwenye ulimwengu wa roho. Tunateketeza kwa jina la Yesu Kristo. Roho za nyoka tunazikanyaga kwa jina la Yesu, roho za nyoka tunazikanyaga kwa jina la Yesu. Piga kwa jina la Yesu Kristo, piga roho za nyoka kwa jina la Yesu, piga kwa damu ya mwana kondoo, piga roho za ulevi kwa jina la Yesu, piga roho za usagaji kwa jina la Yesu, piga roho za usagaji kwa jina la Yesu, piga roho za ushoga kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Oh, tunaachilia nuru ya Yesu Kristo, tunaachilia nuru ya Yesu Kristo, tunaachilia nuru ya Yesu Kristo. Piga madhabahu za mafundisho ya uongo, piga madhabahu za giza, piga roho za udanganyifu, piga kwa damu ya mwana kondoo. Hatutadanganyika tena kwenye ndoa zetu, hatutadanganyika tena kwa habari ya imani, hatutadanganyika tena kwenda kwa waganga. Kwa damu ya Yesu hatuwezi kudanganyika tena kwenda kwa waganga, hatudanganyiki tena kuwa na chuki, hatudanganyiki tena kushika uchawi, hatudanganyiki tena kuloga watu. Piga roho za uchawi kwa jina la Yesu, piga hayo majini kwa jina la Yesu, teketeza kwa moto wa Yesu Kristo. Tunapeleka moto kule chooni, tunapeleka moto kwenye chini ya ugungu wa kitanda, tunapeleka moto kwa jina la Yesu, tunapeleka moto kule baharini, tunapeleka moto kwenye anga hili, tunapeleka moto kwenye kila nyumba, tunapeleka moto kwenye kila mahali, tunapeleka moto wa Yesu Kristo. Tunaangamiza silaha za kishetani, tunachoma hilo gala la silaha za giza, tunateketeza kwa moto wa Yesu Kristo gala la silaha za kishetani. Hilo gala lililohifadhiwa majini, tunayateketeza hayo majini, tunayaunguza hayo majini. Mungu wetu ni moto ulao, Mungu wetu ni moto ulao. Baba, shuka kwa moto, shuka kwa moto Bwana, ukateketeza hilo gala la majini, ukateketeza hizo roho za kichawi, ukateketeza hayo mapaka ya giza, ukaangamize Bwana. Baba mtakatifu, wakaokote mizoga ya wachawi, wakaokote mizoga ya mapaka, wakaokote mizoga ya nyoka, wakaokote mizoga ya majini, wakaokote mizoga ya mapepo kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Tunasafisha ulimwengu wa roho mahali hapa, tunasafisha kwa jina la Yesu. Tunawaweka huru waliofungwa, wanaoishi kwenye maisha ya hofu kwa sababu ya uchawi, tunawaweka huru kwa jina la Yesu Kristo aliye hai.
Bwana wetu Yesu Kristo imeujilia mji huu kwa damu ya mwana kondoo. Inuka uangaze, inuka uangaze kwenye ndoa yako, inuka uangaze kwenye ndoa yako kwa damu ya mwana kondoo. Maana nuru ya Yesu Kristo imetujilia sasa. Hakuna uchawi tena katika portals, hakuna uchawi tena katika shina namba 5 Mbezi Msigani, hakuna uchawi tena Temboni. Kwa damu ya mwana kondoo tunawapindua wachawi wote, tunapindua kiti cha enzi cha adui, napindua kwa damu ya Yesu. Tunapindua malango ya giza, tunapindua malango ya kuzimu, tunapindua malango ya kuzimu kwa damu ya Yesu Kristo. Malango ya giza hayatalishinda kanisa. Tunatangaza katika ulimwengu wa roho, malango ya kuzimu hayatalishinda kanisa, hayatalishinda kanisa. Roho za kichawi, roho za nyoka, roho za majini hayatalishinda kanisa. Kanisa linaendelea, kanisa linakuwa, kanisa linaimarika, kanisa linastawi. Yesu Kristo anainuliwa, Yesu Kristo anatukuzwa, Yesu Kristo anatukuzwa, na nguvu za giza zinatawanyika. Simama Yesu Kristo na adui zako wakatawanyike. Simama Yesu Kristo na majini yakatawanyike. Simama Yesu Kristo na wachawi wakapotee. Simama Yesu Kristo na utukufu wako ukadhihirike kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo. Tunashusha bendera ya kichawi, tunashusha bendera za majini, tunashusha bendera za mapepo, tunashusha bendera za miungu kwa damu ya mwana kondoo. Na katika jina la Yesu Kristo aliye hai, haribika malango ya giza, haribika malango ya kuzimu kwa damu ya Yesu Kristo na kwa moto wa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya Yesu Kristo na kwa moto wa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya Yesu Kristo, na kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya mwana kondoo. Yes. Yes. Asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. Twende wote.